Katika tukio lililotikisa duru za siasa kimataifa, rais wa mpito wa Burkina Faso, mwanamapinduzi Captain Ibrahim Traore amekataa na kugomea hadharani mwaliko wa chakula katika karamu iliyopangwa kuandaliwa kwa ajili yake na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Kwa mjibu wa taarifa kutoka ikulu ya White House iliyotumwa kwa ikulu ya Kosiam Wagadugu nchini Burkina Faso, imeibua maswali kemkem, sio kwa wananchi wa Burkina Faso pekee, bali hata wanajumuiya wa kanda zote, ikiwemo wabia wa ukanda wa Sahel na ukanda wa maendeleo kusini mwa bara la Afrika SADC. Ibrahim Traore anajiuliza, ni kwa wema gani Amerika kunialika katika karamu mimi, jamii ya watu weusi niliyekomesha ushirika na Amerika na kuchoma moto mabalo ya nguo za mitumba kutoka kwa wazungu na kumwagwa hapa Burkina Faso, ingawa mwaliko wa Trump ulimsisitiza Captain Ibrahim Traore ahakikishe anahudhuria, kwa kuwa eti Amerika ya Trump imelenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na usalama kati ya Marekani na Afrika ya Magharibi, kipekee taifa la Burkina Faso. Traore anajikuta katika kijakamoyo na mgogoro binafsi, ila anachagua kugomea hata pasipo kutuma mwakilishi, akiwa na mashaka kwa kile kilichoelezwa kama juhudi za kumnyamazisha asiendelee na msimamo wake wa kuwa kinyume na mataifa makubwa na yenye nguvu za kiuchumi duniani. Traore, kijana mwenye umri wa miaka 35, anayejulikana kwa msimamo wake mkali dhidi ya ubeberu, hakuchelewa kutoa majibu. Kupitia hotuba yake rasmi kwa taifa, alitamka kwa uthabiti kuwa hatutakula chakula mezani na wale waliotuharibia shamba. Afrika haitakuwa tena jukwaa la unafiki na tabasamu za kiukoloni. Mwaliko huo ulionekana kuwa sehemu ya mikakati mipya ya Marekani kurejesha ushawishi wake katika ukanda wa Sahel, kufuatia kuongezeka kwa miungano ya kijeshi kati ya mataifa ya Afrika na nchi kama Urusi na Uchina. Hata hivyo, hatua ya Traore